Wakati mpango wa kusitisha mapigano kati ya kundi la Hamas na serikali ya Israel kupitia jeshi lake la IDF, jeshi la Israel limefanya ukatili mwingine kwa kuchoma moto majengo ya chakula kabla ya kuondoka huko katika ukanda wa Gaza. Moja kati ya makubaliano kati ya Israel na Hamas ni pamoja na jeshi la Israel kuondoka katika ukanda wa Gaza, lakini kutokana na ukatili waliokuwa nao, kutokana na tovuti ya Dropsite News, ni kwamba uchunguzi uliofanyika umefichua kuwa Israel kupitia jeshi lake wamechoma kinyama nyumba na vyakula kabla ya kukimbia ukanda huo wa Gaza na baadaye kusambaza picha za kinyama kwa majivuno na kiburi kwenye mitandao ya kijamii. Shirika la habari la Tasnim limenukuu taarifa ya tovuti hiyo ya Marekani ikisema kuwa wakati jeshi la Israel lilipolazimishwa kuondoka katika eneo la ukanda wa Gaza kupitia makubaliano yaliyofanywa na Rais wa Marekani Donald Trump, liliteketeza kila kitu, hasa chakula, ili Wapalestina wanaorejea kwenye maeneo waendelee kufa kwa njaa. Kwa upande wake, televisheni ya Al Mayadin imenukuu ripoti ya tovuti hiyo ya Dropsite News ya Marekani ikisema kuwa jeshi la Israel limeanzisha kwa makusudi wimbi la moto uliochoma na kuteketeza miundombinu ya raia kwenye mji wa Gaza mara baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jinai hiyo ni sehemu ya sera ambayo jeshi la Israel imekuwa ikitekelezwa Gaza katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, yaani kuchoma na kuharibu makazi ya raia na miundombinu ya kiraia. Ripoti hiyo imeongeza kuwa usiku wa Oktoba 9 na alfajiri ya Oktoba 10, mara baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kabla ya kuridhiwa na baraza la mawaziri la Israel, mji wa Gaza ulishuhudia wimbi kubwa zaidi la moto ambalo halijawahi kushuhudiwa katika kipindi chote cha miaka miwili ya vita na mauaji ya umati ya Israel huko katika eneo la ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel pia limesambaza makumi ya picha na video za majengo yaliyokuwa yakiteketea kwa moto katika jiji la Gaza wakati wanajeshi hao wakatili wasiokuwa na chembe ya utu walipokuwa wanaondoka katika mji huo, huko wakiona fahari kusambaza uharibifu na jinai hizo katika mitandao ya kijamii. Lakini hadi wakati huu watu wa Palestina katika eneo la ukanda wa Gaza wamekuwa na matumaini. Lakini pia moja kati ya jambo ambalo bado limekuwa ni wasiwasi ni kutokana na kauli ambayo ilitolewa na waziri wa vita, kwa maana waziri wa ulinzi, ambaye amesema kwamba kabla hawajaondoka kabisa katika eneo hilo la ukanda wa Gaza lazima waharibu kabisa miundombinu ya kundi la Hamas, hasa kuharibu maeneo ya maficho yao. Waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz amesema kwamba watahakikisha wanaidhoofisha Hamas kama ambavyo imekuwa kipaumbele kwao, na pia amesema kwamba hayo yatafanyika kabla jeshi la Israel halijajiondoa kabisa katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo kwa wakati huu. Ni kile kilichofanywa na Israel, ambapo jeshi la Israel wakati wakiendelea na mpango wa kujiondoa katika eneo la ukanda wa Gaza walifanya uharibifu mkubwa wa kuchoma moto majengo yenye vyakula, kwamba Wapalestina hata wakirejea katika eneo lao basi wasikute chakula wala chochote, licha ya kwamba kumekuwa na ufikiaji wa huduma za kijamii za kibinadamu katika eneo hilo la ukanda wa Gaza baada ya kusitishwa kwa mapigano, ambapo malori kadhaa yameonekana kusafiri yakiwa yamebeba vyakula na huduma zingine za kijamii yakielekezwa huko katika eneo la ukanda wa Gaza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo, ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua ni nini kinajiri duniani.